Blanketi. Ngoja sondoki ngoja. Navy wameweza kufanya kazi nzuri sana kwa muda. Tumetumia muda mwingi lakini kwa muda mwafaka tumeweza kufanya zoezi likafanikiwa kwa kiasi fulani. Changamoto zilizokuwa kama alivyosema kwamba ule ugumu wa kuona mbali, uduni wa vifaa vyetu ndio ilichangia kwa muda mrefu sana kutumia muda mwingi kuweza kufanya ile zoezi la uokozi. Lakini kwa upande wenu kulikuwa kuna mkanganyiko wa taarifa kwamba ni watu wanne, labda ninyi mngetuambia? Kutokana na taarifa za ndugu tulizozipata ni watu walikuwa ni wawili. Maana walikuwa ile gari ilikuwa imebeba watu wengi, lakini kama kwa taratibu za boti, mtu anapofika kwenye boti watoto na usalama lazima washike kwenye boti. Lakini kutokana na taarifa za ndugu wanasema kwamba ile mmoja anasema ajisikia vibaya kwa amebaki kwenye gari. Lakini kwa taratibu zilizopo ukiingia kwenye boti kwa usalama wako lazima ushuke kutoka kwenye boti uwe nje ya gari. Nyinyi kama jeshi la zimamoto, changamoto tumeziona, mnajipangaje sasa kwa matukio mengine ambayo yanaweza kutokea kama kuweka emergency, kwa sababu tumeona moja ya kitu ambacho kimetokea ni kuchelewa hadi kufika eneo la tukio. Sio kuchelewa kufika eneo la tukio, ila taarifa zilivyotufikia saa 11 na fila hata foleni hamna, tulifika wakati mwafaka kabisa. Hakuna kwamba kusema kwamba tulichelewa kufika kwenye tukio. Tulifika muda mwafaka baada ya kupata taarifa saa 11 ndio tulifika eneo la tukio saa 11. Lakini ikiwa kama mrakibu, unaje sasa ifike para sasa kwa kuna emergency tu maeneo kama ya hatarishi, kwa mfano kama tukio ile endapo ungekuwa jirani, unaweza kuokoa maisha ya watu? Jirani kivipi? Kwamba maeneo kama haya unaona kama mngeweka kituo maalum katika maeneo hatarishi kama haya ambayo magari yanavuka na kitu chochote kinaweza kutokea. Atufanye assumption kwamba ajali itatokea. Ndio maana nataka mfano sasa hivi daraja lililojengwa la NCF sasa hivi pale. Kumewekwa kituo cha zimamoto pale. Kwa wameweka pale na kwamba vinahitajika pale kwa ajili ya kufanya maokozi in case of accident, in case of gari imetundukia, pale tutaweka kikosi chetu, then tatizo kama ile ikitokea ni itakuwa rahisi zaidi na kufanya maokozi kwa muda mwafaka. Tukiweza kuona mbali inakuwa rahisi sana kufanya zoezi kwa muda mfupi. Hapa tulikuwa tunafanya kama tunatumia kamba kwa kusearch kwa kupapasa. Watu tuna search kwa kupapasa mpaka tunapata ile gari, lakini sio kwa kuona. Ndio maana kwa tunatumia kwa kushikana na jeshi la wananchi pamoja na jeshi la zimamoto, kwa tunatumia waogeleaji wetu ambao kwa kutumia kamba. Kwa hiyo tunaweka kama line fulani hivi, tunaenda kwa kupapasa mpaka tunagusa kitu, tunachunga kwamba hapa kuna kitu, tunakiangalia, ndio tunafanya zoezi kama hivi. Ukiachilia kamba, hao ambao wanaenda kule chini, kitu gani ambavyo wanakuwa navyo yani wao? Wanakuwa na breathing apparatus ambayo inakuwa itakusaidia kupumua pamoja na goggles kwa ajili ya miwani, ndio vitu vya msingi. Muda mita 18 mpaka 15 ndio umefanikisha kupata hiyo mwili wa marehemu. Kwa nini hatuna darubini? Ni changamoto tulizonazo kwa jeshi letu la zimamoto na uokoaji. Ni changamoto moja hapo tumeshaliona, nafikiri tutalifanyia kazi. Mkuu, umesema darubini imekuwa ni changamoto. Inawezekana tungekuwa na darubini zoezi lingekuwa la muda mfupi zaidi. Maana tunaona mbali na tungeweza kudetect mapema. Lakini sasa hivi tulikuwa tunafanya kwa kupapasa. Lakini kama tungekuwa na darubini tungeona mbali na tungeweza kufanya kazi kwa muda mfupi zaidi. Pengine kwa hesabu za haraka darubini inagharimu kiasi gani labda?
siwezi kuashumu hapa, maana hivi vitu ni vya kitaalamu zaidi, siwezi kusema ni assumption shilingi ngapi. Nafikiri kwa chain palifanyia kazi, sisi kama ile kitokea, nafikiri kwa serikali yetu ilivyokuwa sikivu sasa hivi, nafikiri tutatilia nguvu zaidi kwa ajili ya jeshi letu kutupatia vifaa zaidi ili tuweze kufanya maokozi kwa muda mfupi. Sio darubini peke yake, kuna vitu vingi ambavyo tunahitaji kwa ajili ya maokozi, lakini kutokana na bajeti kuwa ndogo, na nafikiri kwa serikali ambayo ni sikivu kwa sasa hivi, tutatazama kwa upande mwingine zaidi. Okay. Shukrani. Asante sana.